waliobaki pwani. Bahari ilikuwa tulivu, upepo ukivuma kwa utulivu, mawimbi yakijipapasa kwenye mbavu za chombo hicho kikubwa. Usiku wa kwanza ulikuwa wa starehe na furaha. Ezra na Winnie walijifungia katika chumba chao kilichokuwa kwenye ghorofa ya 3, pembeni ya meli. Mlango ulikuwa umefungwa, taa za kimapenzi zikiangaza, muziki wa taratibu ukicheza kupitia spika ndogo. Kama hii ni ndoto, basi sitaki kuamka, alisema Winnie, akimwangalia Ezra kwa jicho la mapenzi. Ezra alitabasamu, akimvuta karibu. Umenifanya safari hii kuwa ya thamani. Sitaki kitu kingine chochote. Walilalana wakifunikwa na upendo. Kisses zilizojaa hisia, miguso ya mahaba na maneno ya ahadi yalitawala. Ilikuwa ni usiku wa mapenzi halisi. Lakini huku wakifurahia, giza nje ya dirisha lao liliendelea kujifunika. Na ndani ya kina cha bahari, macho yasiyo ya kawaida yalikuwa yanatazama juu, kimya lakini yenye njaa. Siku ya pili, Jane alianza kusikia kitu cha ajabu. Alikuwa amesimama kwenye uchochoro wa juu wa meli, akiangalia bahari. Mawimbi yalionekana kawaida, lakini kulikuwa na mihemko isiyoelezeka moyoni mwake. Ni kama bahari ilikuwa inamuita au kumtazama. Wakati huo huo, mabaharia wawili waliokuwa wakishughulika katika sehemu ya chini kabisa ya meli walitoweka bila